Rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, Boniface Mwabukusi amesema kwamba taifa haliwezi kusonga mbele kwa amani na maridhiano ya kweli bila kuwepo kwa ukweli, haki na uwajibikaji kuhusu watu wanaodaiwa kupotea au kutekwa hapa nchini. Mtazamaji na mfuatiliaji wetu, naomba tuweke rekodi sawa. Kutokana na ripoti iliyotolewa na tume iliyoweza kuundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tume iliyokuwa ikiongozwa na Jaji Othman Chande, tume iliyotolewa au ripoti iliyotolewa mnamo tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2026 ilibainisha kwamba zaidi ya watu 700 na kitu walikuwa wamepotea au kutekwa, lakini zaidi ya watu 300 walipatikana, lakini watu 400 mpaka leo hawajulikani walipo. Sasa kile ambacho ameweza kukisema rais wa TLS Boniface Mwabukusi, yamesema kwamba tupeni ndugu zetu waliotekwa kabla ya maridhiano. Kwa nini kasema hivyo? Ni kwa kile ambacho amesema kwamba maridhiano ya kweli na amani ya kweli itakuja pale ambapo haki, ukweli na uwajibikaji kuhusu watu wanaodaiwa kupotea na kutekwa hapa nchini watakapopatikana. Sasa kupitia ujumbe wake aliochapisha katika mtandao wa X, zamani kama Twitter, Mwabukusi alinukuu kifungu cha Biblia kutoka katika 33 mstari wa 15, ambapo amesema kwamba Musa alimwambia Mungu, kama wewe mwenyewe hutoenda pamoja nasi, usituondoe hapa. Amesema kauli hiyo inapaswa kuwa ni mwongozo kwa Watanzania au Watanganyika kutafuta ukweli kuhusu matukio yanayozua maswali katika jamii yetu. Nikinukuu kile ambacho ameweza kukisema Mwabukusi, amesema kwamba ninashauri Watanganyika tusikubali kutoka hapa na kwenda kwenye ajenda nyingine bila ukweli, haki na uwajibikaji kwa kuwekwa hadharani. Mwisho wa kunukuu. Katika ujumbe wake, mwanasheria huyo alisisitiza ya kuwa maridhiano ya kweli hayawezi kupatikana ikiwa ukweli umefichwa, haki haijatendeka na wanaohusika na makosa hawajawajibishwa. Mwabukusi pia amedai ya kuwa juhudi zozote za kuhamasisha maridhiano kabla ya masuala haya kushughulikiwa zinaweza kuacha mazingira yanayoruhusu matatizo kama haya kujirudia siku zijazo. Nikinukuu tena kile ambacho ameweza kukiandika, amesema kwamba ukiona mtu yoyote anakuita kwenye maridhiano bila ukweli, haki na uwajibikaji, jua anajiandaa kukuua tena. Aliandika katika sehemu ya ujumbe wake katika mtandao wa X, zamani kama Twitter. Aidha, amesema kuwa amani ya kudumu haiwezi kujengwa bila ukweli kujulikana, huku akisisitiza kuwa maridhiano yenye maana yanahitaji haki na uwajibikaji ili kuweza kujenga mustakabali endelevu wa taifa letu. Kauli ya Mwabukusi imekuja wakati mijadala kuhusu watu wanaodaiwa kutoweka, kutekwa na kushikiliwa katika mazingira yasiyoeleweka ikiendelea kujadiliwa na wadau mbalimbali wa kisiasa, haki za binadamu na sheria hapa nchini Tanzania. Serikali na vyombo vya usalama vimekuwa vikisisitiza dhamira yao ya kuweza kulinda usalama wa wananchi na kufuatilia matukio yote yanayoripotiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini toka watu hawa walioorodheshwa hapo na Boniface Mwabukusi toka wapotee, hatujawahi kupata taarifa ya mtu yoyote ambaye ameshapatikana au kuhusu kipi kinaendelea katika ufuatiliaji wa jeshi la polisi. Lakini watu hawa wote au watu wengi kati ya hawa walioorodhesha hapa walipotea mikononi mwa jeshi la polisi. Mfano mzuri ni Deusdedith Soka. Yeye aliitwa kituo cha polisi
na akaambiwa akaangalie pikipiki yake. Baada ya kufika kituo cha polisi, akapotelea ndani ya kituo cha polisi. Kwa hiyo mambo ni mengi na muda ni mchache. Naomba tusikilize kwanza baadhi ya maoni ya watu hapa waliweza kuyatoa kuhusiana na jambo hili, alafu tutakuachia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Sasa baada ya Boniface Mwabukusi kuwa ameandika jambo hili, watu mbalimbali walikuja na kutoa maoni yao kuhusiana na jambo hili, na mimi nitakusogezea maoni hayo kama yalivyo, ambapo Boniface Mwabukusi aliweza kuandika ujumbe huu mzito. Sasa twende moja kwa moja tukajue ni yapi yaliweza kuongelewa na wadau mbalimbali kuhusiana na jambo hili. Huyu mtu wa kwanza anaita Kabil, yeye anasema kwamba CCM hawana namna tena ya kuweza kuongoza nchi kwa sasa, na hoja wamechoka na wamechokwa. Kilichobaki ni kutawala kwa nguvu ya dola, na wao wamekwisha jua hilo. Sasa hivi ni punda afe mzigo ufike. Huyo ni Kabil. Lakini Tanzania Kwanza yeye anatuambia kwamba sawa kabisa, haki na ukweli si vya kunegotiate. Familia zinatafuta watu wao, hatuwezi move on bila majibu ya watu hao walipo. Lakini Cyrus yeye anasema kwamba ila msisahau wananchi kwenye vita zenu, ila msihusishe wananchi kwenye vita zenu. Acheni kujificha kwenye kivuli cha kutetea demokrasia, nyie wote ni wahuni tu. Huyo ni Cyrus amesema hivyo. Lakini tukija kwa mtu mwingine hapa ni Ngurirupi anasema kwamba unakaaje meza ya maridhiano wakati rafiki, ndugu zetu, wapenda wetu wameokotwa na kupotezwa kizembe hivi na hawa wahuni? Waturudishie ndugu zetu, aidha wamekufa au wakiwa hai. Wanaotokea wanatuona kama wajinga fulani hivi, wanaleta mzaha kwenye maisha ya watu. Haki za binadamu zimeishiwa. Alafu akamalizana na kuweka vimoji vya kulia. Mtu mwingine hapa ni Bahati. Bahati anasema kwamba kaka mkuu, hapo hatutoki. Ushauri wa maana sana huu. Ili taifa ni letu sote. Sabasaba tunaomba Mungu atupe ujasiri wa kuweza kurudisha heshima ya Tanganyika yenye haki, upendo na amani. Akamalizia kwa kuweza kuweka hashtag ya delete CCM, yani kwamba ifute CCM. Sasa hapa mtu mwingine akaja kutoa ujumbe wake akisema kwamba no truth, no justice, no accountability, no genuine reconciliation. Lasting peace is built the truth revealed. Justice severed and accountability upheld. Huyo akawa amemaliza kutoa maoni yake, lakini hapa akaja mtu mwingine anaitwa Maka. Maka anasema mpaka tone la mwisho ndugu zetu watapatikana tu, haijalishi itakuwa ni lini, lakini hawa watawajibika tu kwa kuteka ndugu zetu. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji, tunaomba tuweke rekodi sawa hapa kwa kile ambacho ripoti ya Jaji Chande ilikisema ni kwamba ni kuanzia mwaka 2021 Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mpaka 2026 mnamo Aprili 23, ripoti ilipotoka ni kwamba zaidi ya watu 700 walikuwa wamepotea, 300 walipatikana, ambapo waliweza kueleza sababu ambazo bado zinaacha mashaka kwamba watu hao kupotea zilikuwa ni sababu za binafsi, biashara na mapenzi, lakini hawajagusia masuala ya kisiasa, kitu ambacho kinaacha ombwe kubwa sana kwa mambo yanayoendelea hapa nchini
Tanzania. Sasa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema Rais wa wanasheria wa Tanganyika TLS au Tanganyika Law Society Boniface Mwabukusi kuhusiana na yale ambayo amesema kwamba watu hatuwezi kwenda katika maridhiano bila ndugu zetu kujulikana walipo, waliotekwa mikononi mwa vyombo vya polisi. Asanteni sana.